Kwa majina naitwa Miaudi, karibu tena kwenye kipindi cha The Wedding Cycle. Leo nipo na mtumishi wa Mungu mchungaji Peter. Atatueleza machache ambayo watu wengi watajifunza, hasa kwa wachumba na wanandoa watarajiwa. The Wedding Cycle. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Nashukuru sana Miaudi, nimefurahi kuwa pamoja nawe mahali hapa. Karibu sana. Asante sana. Bila kupoteza muda mchungaji, unajua ndoa nyingi sana zinakuwa zinavunjika. Unakuta watu wamefanya sherehe mamilioni, wametumia milioni 30, milioni 40 hadi milioni 100 kuandaa sherehe. Lakini baada ya kufunga ndoa, unakuta ndoa haidumu hata mwaka, unakuta miezi 6, migogoro mingi. Unahisi ni kitu gani hasa wachumba wengi wanakikosea kwenye uchumba kabla ya ndoa? Nafikiri kwanza kitu cha kwanza tungetofautisha kati ya sherehe na ndoa. Watu wengi wao wanadhani sherehe ya ndoa ndio ndoa. Kumbe sherehe ya ndoa ni hafla fupi baada ya ndoa, lakini ile sio ndoa kabisa. Na watu wanawekeza gharama kubwa sana kwenye sherehe ya ndoa kuliko ndoa yenyewe. Kwa mimi ni shauri nguvu tunazotumia kuwekeza kwenye sherehe za ndoa iwe zaidi ya nguvu tutakayotumia kwenye kujenga ndoa. Nikiwa na maanisha nini? Ndoa haijengwi kipindi watu wanapooana. Yaani, na hiyo ndio mistake watu wengi wanafikiri kwamba mke na mume wakioana ndo wanajenga ndoa. Hapana. Vile ambavyo Miaudi upo kabla ya ndoa ndivyo utakavyokuwa kwenye ndoa. Kwa hiyo kabla hujaingia kwenye ndoa, wewe ni mtu wa aina gani? Unaishiji? Unajiheshimuje? Una mipaka gani? Itadetermine unapoingia kwenye ndoa. Kwa hiyo mimi nishauri tuwekeze sana kabla hatujaingia kwenye ndoa. Usiwe mkorofi, usiwe mzinzi, kwa sababu kenge ni kenge tu, haijalishi kwa Miaudi. Kwa kama wewe kabla ya ndoa ulikuwa muuni, usitegemee tu ukiingia ndani ya ndoa utakuwa sio muuni. Uuni ni tabia ya mtu ambayo haikuanzishwa na ndoa na haibadilishwi na ndoa, kwa sababu ndoa haileti mabadiliko yoyote kwa mtu binafsi. Kwa hiyo mimi niombe wanandoa wangekuwa wakitumia muda kabla ya kuoana, kila mmoja kujiweka katika namna ambavyo atakuwa mbaraka kwa mwenzie anapoingia kwenye ndoa, na wasisubiri kujirekebisha wakiwa kwenye ndoa. Wengi ndoa zao zinakufa kwa sababu wanataka kujirekebisha wakiwa kwenye ndoa. Kumbe anapaswa awe mtu sahihi kabla hajaingia kwenye ndoa. Sawa. Lakini pia kuna uchumba, watu wanasema kwamba labda kabla mjaoana mchunguzane kwanza, ufahamu tabia za mwenzako, umfahamu mwenzako yupoje. Ni muda upi ambao ni sahihi labda kuendesha uchumba na kujuana kabla kuingia kwenye ndoa? Kuna wakati mwingine ninahofia kwa sababu uelewa wangu mara nyingi unaenda against na uelewa wa watu wengi. Hiyo nao ni shida kwangu. Kwa mfano, mimi siamini kwamba niwekaje hii. Yaani akili yangu inaamini mtu hapaswi kuishi ili aoe, hapaswi kuishi ili aolewe, ila anapaswa kuishi ukweli jinsi alivyo. Yaani mwanaume anapaswa kuishi maisha halisi jinsi anavyopaswa kuwa, na mwanamke anapaswa kuishi maisha halisi anavyopaswa kuwa. Na kwa sababu hiyo utagundua Miaudi, hatupaswi kuwa na muda wa kutafuta mwenzi, tunapaswa kuwa na muda wa kujijenga sisi kuwa wenzi sahihi. Kwa hiyo baada ya kutafuta mtu mwingine afai kuwa mke wangu, napaswa mimi kuinvest kuwa mume bora kabla ya kukutana na mwanamke. Sasa kwa nini nimeanza kusema hivyo ili niende kwenye jibu lako? Kama mimi nitakuwa nimewekeza muda mzuri mimi mwenyewe, mfano naoa na miaka 25. Kwa hiyo miaka 0 mpaka 25 nimewekeza kuwa mume mzuri. Unafikiri nahitaji muda kiasi gani kwa mchumba wangu? Hata miezi 2 inanitosha. Hata miezi 3 inanitosha, kwa sababu investment ya character yangu inaanza sio pale ninapohitaji kuoa. Kwa hiyo hata ninapojiengage na mwanamke nakuwa namfahamu. Kwa mfano, najua wazazi wake, najua wanaishiji, nimeshakaa nao muda mrefu. Kwa hiyo pindi ninapokwenda kumtamkia na kupenda, tayari na details za kutosha. Na kuna utofauti pia Miaudi, kuna utofauti kati ya uchumba. Mimi huwa naugawa sehemu kubwa 3, hii ya 4 ndo ndoa. Kabla kijana wa kiume hajaingia kwenye ndoa au kuoa, na kijana wa kike pia wanapaswa kuwa na
marafiki wengi wasioonyesha interest ya kutakana. Hiyo itakusaidia hata kama binti au kijana na tabia mbaya, kwa sababu anajua wewe sio mtu wake, anaweza kuexpose tabia zake ukajua huyu anifai. Lakini type 2 ni pale ambapo mwanamke na mwanaume tunatumia neno la Kiswahili kutongozana. Mimi napenda kusema interview. Pale mnapopeana interview sana, kupenda tuwe pamoja. Hiyo ni stage ya pili ambayo sasa mmeshakubaliana nyinyi wawili bila familia. Sasa tukienda kwa wazazi ndo tunaita uchumba. Sasa mara nyingi ule hautaki uvuke mwaka. Yaani ukishaenda kwa wazazi, umeshajitambulisha, umeshatoa posa, pale haitakiwi izidi mwaka. Hiyo inaitwa sasa uchumba. Na mara nyingi sana kama urafiki type 1 type 2 ufanya vizuri, tunategemea uchumba ni miezi 6 mpaka mwaka. Baada hapo sasa ndo tunaenda kwenye ndoa. Sasa wengi wa vijana saa hizi Miaudi wanaanzia ndoa. Sasa hiyo miezi yote, unajua kuna kitu mimi nakutana nacho. Mtu anakuambia kwamba siwezi kuoa mwanamke. Unajua sasa hivi dunia imebadilika, sio kama zamani. Zamani ulikuwa mzazi anaweza akakuchagulia mwanamke wa kuoa, nenda kaoe kwa fulani, yule binti tunamfahamu ana tabia nzuri na nini. Lakini sasa hivi dunia imebadilika, utandawazi umekuwa ni wengi, vijana hawajitunzi. Kwa hiyo mtu anakuambia bwana, siwezi kuoa mwanamke ambaye sijui hata yupoje. Kwa hiyo lazima tutesti kwanza mitambo. Naweza nikaoa afu nikakuta labda sio size yangu, au nikaoa nikakuta mambo mengine ambayo sio. Kwa hiyo yatakuwa ni maumivu ya maisha yote, kwa sababu tayari nishaingia kwenye ndoa. Na umesema uchumba ni miezi 6 hadi mwaka mmoja mkishafika kwa wazazi. Je, ni sahihi kufanya hivyo vitu kabla ya ndoa kwa ajili ya kupima na kuangalia, au sio sahihi? Kwa herufi kubwa sio sahihi, lakini nitolee maelezo kidogo. Lakini kwa herufi kubwa sio sahihi. Yaani ndio maana nasema mimi niko tofauti na watu wengi. Kwa nini tunaoa? Hatuoi ili tufanye ngono kabisa. Yaani hapo ndio ujinga wa watu wengi ulipo. Watu wengi wanajua tunaoa ili tu sex. Ukisoma Biblia, mwanaume kabla hajapewa ngono alipewa vision. Mwanamke alikuja kusupport vision. Kwa hiyo mwanamke anapojiengage na mwanaume ni mbeba maono, mwanamke ni supportive. Kwa hiyo mimi ninapomuoa mke wangu nahitaji mwanamke atakayenisaidia kufikia maono, ambao maono ya mwanaume ni ya Mungu aliyoyaweka ndani ya mwanaume. Kwa hiyo tendo la ndoa, Miaudi, ni sehemu ndogo ya ndoa. Sasa we kama unasema mimi sioi mpaka ni test mitambo, ina maana akili yako inaamini tendo la ndoa ndio ndoa. Hiyo ni wrong. Kwa sababu hata huyo alianzisha ndoa Mungu anasema usizini, na maana ya kuzini ni kulala na mwanamke kabla haujaoa. Sasa ili uweze kuingia kwenye ndoa vizuri kwa heshima mbele za Mungu, haupaswi ulale na mwanamke. Kwa hiyo sio lazima tuende na tamaduni za jamii tunayoishi. Mimi nafikiri tuende kulingana na Mungu anataka. By the way, utaonja wangapi sasa? Kwa sababu mimi napata shida, Miaudi, najua hili swali hautaniuliza. Napata shida nikisikia mwanamke analalamika mume wake hana nguvu za kiume, hana uwezo, au ana nanili ndogo. Napata tabu, ana compare na nini? Yaani maana yake huyu mwanamke ana matatizo, hakufaa kuwa mke. Hapo ndio nakuaga confused. Sasa hayo yote yanatokea, Miaudi, kwa sababu watu wanafanya sana haya mambo kabla ya nini? Ya ndoa. Hivi Miaudi, imagine mwanamke ambaye anakutana na mwanaume bikra. Mwanamke bikra. Hawezi kufanya comparison ya kusema huyu ana nanili ndogo. It's hard. Kwa kweli tuna kizazi cha ovyo. Mungu tu aingilie kati, atusaidie, na nashukuru kwa hii program yako, inaweza ikasaidia kwa wale ambao watajifunza kubadilisha mitazamo. Tuanze kuishi mitazamo ya kile Mungu anachohitaji kiwe, kuliko vile tunavyozania sisi sahihi. Mara nyingi usahihi wa binadamu tunakosea sana. Kwa ushauri wangu ni hivyo, kwamba no sex until marriage. Sawa. Amina bwana. Ni Miaudi hapa studio, nilikuwa na mtumishi wa Mungu mchungaji Peter John, na imani kupitia ushauri aliyoutoa umejifunza vingi na ushauri umekubariki. Karibu sana kwa vipindi vingine, uendelee kujifunza. The Wedding Cycle.